ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد يحمد الله سبحانه وتعالى نكمتكي رحمة أماني mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu Waislamu, tupate dakika 15 mpaka 20 na tadhakar fihi, ili tutaje ndani yake na kumbushana fadhila yaum Arafa wa wadhaifihi, fadhila za siku ya Arafa na wadhifa zake ambazo kwamba zipo ndani ya siku hiyo ya Arafa. Na siku hii ya Arafa ni siku ambayo ni muhimu sana, ndiposa nimetaka kuitaja katika kwa hiki baada ya swala isha, kutokamana na muda na harakati za maisha. Kwa hiyo dakika hizi 15 tuweze kuziwania na kuifahamu Arafa, na kila Muislamu aweze kuizingatia na fahamu ya kwamba siyamaha, kule kuifunga kwake siku hii ya Arafa imependezeshwa ni katika sunna istihbaban shadida, tena mapendezesho mazito. Ni sunna, tena sunna ambayo kwamba imepotezwa, kwamba Waislamu inakuwa ni bora zaidi wakawa ni wenye kuifunga siku hii. Mwanachuoni Saleh Al-Fawzan anasema, i'lam anna yawm Arafa, ya Muislamu zingatia na jua ya kwamba siku ya Arafa min al-ayyam al-fadila fi hadhihi al-ashr, kwamba ni katika ile siku bora zaidi katika haya masiku 10. Li'annahu, kwa sababu siku hiyo yaumu maghfiratu dhunubi, ni siku ambayo watu wanasamehewa dhambi, watajawuz anha, na kuvushwa katika madhambi hayo, bimaana kutolewa kwenye ile makosa yaliokuwa nayo mpaka kwenye msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Wa yaumu eid li ahli al-mawqif, na siku hii ya Arafa ni siku ya Idi kwa wale watu wa kisimamo cha Arafa, wale watu ambao kwamba wako katika kiwanja cha Arafa, kwa wao ni siku ya Eid. Wa yustahabbu siyamahu, na inapendezeshwa kuifunga kwake siku hii ya Arafa li ahli al-amsari, kwa wale watu walioko nje ya Arafa, kwa wale watu ambao kwamba hawakuafikiwa kuweza katika ibada ya hija, hawakuweza kufika na hawako kwenye viwanja vile vya Arafa, basi inakuwa ni katika sunna kufunga kwake. Wa yaumu ikmali dini, nayo ni siku ya kukamilishwa dini ya Allah tabaraka wa taala. Ndi siku ambayo Mwenyezi Mungu alikamilisha dini yake. Wa itmami ni'mati ala hadhihi al-umma, na ni siku ambayo Mwenyezi Mungu alitimiza neema yake ya Uislamu juu ya umma huu. Fala yahtajuna ila dini ghairihi, basi Waislamu na umma huu hawahitaji fikra za dini nyingine baada ya ukamilifu wa dini yao ya Kiislamu, ambapo ukamilifu huo ulitokea katika siku ya Arafa. Walihadha, na kwa sababu hiyo, ja'alahu Allah ta'ala khatimatul adyani, akajalia Mwenyezi Mungu kwamba Uislamu ndio mwisho wa dini zote. La yuqbalu min ahadi dina siwa, na hakuna yeyote atakubaliwa siku ya Kiyama atakapokwenda na dini sio ya nini, ya Uislamu. Wa an Umar bin Khattab, hadithi inatokamana na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu anadhani, anna rajulan min al-yahudi qala, anasema Umar
ya kwamba mtu au mwanamume katika Mayahudi alikuja akasema, ya amira almu'minina, ewe kiongozi wa waumini, ayatun, kuna aya. Huyo ni Myahudi anamwambia Umar al-Khattab, ayatun, kuna aya. Na kabla amtamkie maneno haya, pamoja kwamba yeye ni Myahudi, lakini alimuita kiongozi huyu kwa heshima, ya amira almu'minina, ewe kiongozi wa waumini, ewe amir wa waumini. Na huyu anaitwa na jina hili au sifa hii si Muislamu, ni Myahudi, lakini ametambua cheo cha Umar. Amekitambua cheo cha nani? Cha Umar ibn Khattab. Na hakumuita ya Umar, kwanza alimwambia ya amira almu'minina, ewe kiongozi wa waumini. Ayatun, kuna aya. Wapi aya hii? Inapatikana wapi? Fi kitabikum, ndani ya kitabu chenu. Myahudi anafahamu kwa badala ya Qur'ani ipo aya, tofauti na leo. Waislamu wanaweza kuwa wanabishana kwenye masala, wanazozana kwenye majambo, lakini hakuna anachokielekeza ndani ya Qur'ani wala hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, ni ngojera kutoka mwanzo mpaka mwisho. Lakini Myahudi amekuja na jambo kwa Umar bin Khattab, anamwambia ayatun, ewe Umar, sikiza, kuna aya fi kitabikum, ndani ya kitabu chenu, taqra'unaha, nyinyi munaisoma kila wakati. Law alaina ma'ashara al-yahud, lau aya hii ingepatikaniwa kwetu sisi kongamano la Mayahudi, latakhadhna dhalika al-yawma 'ida, basi tungelichukua ile siku ambayo aya hiyo ilishuka, tungeifanya siku hiyo kwamba ni siku ya Eid, ni siku ya furaha, ni siku ya bashasha, ni siku ya heshima, kwa sababu ya kushuka aya hiyo. Ala sahaba amirul mu'minin kamuuliza Myahudi, akasema, ayu ayatin, unaashiria aya gani wewe? Hiyo aya unataka kuisema ni aya gani? Qala, akasema Myahudi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Myahudi alisoma hii aya kwa amirul mu'minin, ya kwamba aya hii ingelikuwa kwetu ile siku iliposhuka aya hiyo, sisi tungeifanya kwamba ni siku ya Eid. Aya gani? Aya inayosema al-yawma, hivi leo, akmaltu lakum dinakum, nimekwenda kuikamilisha dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekamilisha kwenu nyinyi neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina. Mwenyezi Mungu akasema, na vile vile nimekuwa radhi juu yenu kwamba Uislamu ndio dini haki ya kufuatwa. Uislamu ndio manhaji qawim ambayo wanadamu wanatakiwa kuenda nayo, wala mtu asingurike na ulimwengu na kutazama watu wengine, bali Uislamu wake unamtosheleza. Aya hii Myahudi anamwambia sahaba wa Mtume, lau ingelikuwa kwetu hii aya, lau ingelikuwa ndani ya vitabu vyetu hii aya, ile siku iliposhuka aya hiyo, basi ingekuwa kwa sisi ni siku ya Eid. Aya hii ipo ndani ya sura Maida aya 3. Qala Umar akasema, arafna dhalika al-yawm, sisi tunaifahamu hiyo siku iliyoshuka aya hii, wal makanu alladhi nazalat, na ile sehemu iliposhuka aya hiyo, fihi ala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, hata ile siku na sehemu iliposhuka aya hii kwa Mtume sisi tunaifahamu. Wa huwa qa'imun bi'arafa yawm al-jum'ah, nayo ilikuwa ni siku Mtume amesimama kwenye zisimamo za Arafa, na ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Tunafahamu kwamba aya hii ilishuka Ijumaa, na Mtume alayhi salatu wasallam kushuka aya hii ilikuwa ni siku nini? Ya Arafa. Na leo tufuatilia, bila shaka
tunapata kwamba Arafa iko karibu, imebakia siku kidogo. Siku hii ni siku ya Waislamu wale ambao kwamba wako nje ya viwanja vya Arafa, wanatakiwa kuifunga siku hiyo kwa sababu ni sunna na imependezeshwa kuifunga kwake. Wa hadha ar-rajulu alladhi sa'ala Umar, na bwana huyu aliyemuuliza Umar juu ya aya hii huwa Ka'b al-Ahbar, anaitwa Ka'b al-Ahbar, kama jaa fi riwaya Tabari, kama ilivyokuja kwenye riwaya ya Tabari. Wa fiha aidan nazalat fi yawm al-jum'ah wa yawm Arafa wa kilahuma bihamdillahi lana 'idan, na vile vile kwa aya hii imekuja kwenye riwaya kwamba ilishuka siku ya Ijumaa na ilikuwa ni siku ya Arafa, na zote hizi kwa sisi ni Eid. Arafa ni siku ya Eid kwa wale wanaokwenda Arafa, kwa wao ni siku ya kula na kunywa na kuleta istighfar na dua mbalimbali, na dua kubwa ambayo kwa Muislamu atakayoisoma siku hii, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ndio dua Muislamu atakayokushinda nayo siku nzima, hususan baada salatu al-asr mpaka jua lizame na salatu al-maghrib. Kwa hiyo tunapata kwamba siku ya Ijumaa kwa sisi Waislamu ni Eid, na Arafa hii bila shaka itakuwa Alhamis, si hivyo? Ikiwa ni Alhamis inakuwa ni Eid kwa wale waliokwenda ndani ya nini ya Arafa, na kwa sisi inakuwa ni sunna kuifunga siku hiyo. Itakuwa ni Alhamis, ni sunna kuifunga kila wiki, na itakuwa ni siku ya Arafa vile vile ni sunna kuifunga. Tunaingia Eid siku ya Ijumaa, na siku ya Ijumaa Kiislamu ni Eid, na sio kwa nini ya Eid. Aisha radhiyallahu anha anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ma min yawmin, hakuna siku yoyote, akthar man yu'taqa Allah fihi 'abdan min an-nar, hakuna siku yoyote ambayo kama Mwenyezi Mungu anawaacha watu huru na moto kwa wingi, min yawm Arafa, zaidi ya siku ya nini ya Arafa. Yani kama kuna watu wanasamehewa, wanaondolewa kwenye rekodi za watu motoni na kufutiwa makosa yao kwa wingi, ni siku ya Arafa. Yani hii ni siku ya msamaha, kama vile ambavyo kila mwaka unapopenduka tunapata kuna siku sijui unapata kuna msamaha wa rais anawasamea wale wafungwa wenye makosa madogo madogo watoke ndani ya nini ya vifungo vyao, wanasamehewa. Na siku hii ya Arafa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa waja wake waumini, ni siku ambayo wengi wanaondolewa kwenye hesabu za watu wa moto. Wa innahu la yadnu, Mwenyezi Mungu ushuka ukaribia mpaka kwenye uwingu wa dunia. Thumma yubahi bihimul malaika, kisha Mwenyezi Mungu anajifakhiri kwa malaika wake. Fayaqulu, anasema Allah, ma aradu haula, wanataka nini hawa watu walio kwenye uwanja huu wa Arafa? Mwenyezi Mungu anawauliza malaika wake. Wakati huo watu wa kwenye kiwanja cha Arafa wamenyanyua mikono yao kwa dua nzito nzito, wanatokwa na majasho. Mwenyezi Mungu anawauliza malaika, ma aradu haula, wanataka nini hawa? Na wakati huo Mwenyezi Mungu a'lam bihim, anajua wanachotaka, sio kwamba adui. Mwenyezi Mungu anafahamu vyote wanapotaka waja wake, lakini kuwauliza malaika anawauliza kwa sababu ya kujifakhiri, kwa sababu ya utukufu wake. Ma aradu haula, wanataka nini hao? Qala an-Nawawi, anasema Imam Nawawi, hadha al-hadithu, hadithi hii tulisoma, dhahiru dalalatan fi fadli yawm Arafa, kiuwazi wake inatuonyesha ubora na fadla za siku ya Arafa. Wa huwa kadhalik, navyo ni hivyo hivyo. Hadithi hii imekuja kutuonyesha uzito na fadla za siku ya Arafa. Waqala ibn Abdul Barr, akasema ibn Abdul Barr, hadha yadullu, hadithi hii inatuelekeza na kutuonyesha
ala annahum, ya kwamba hawa watu waliosimama kwenye Arafa, maghfurun lahum, wamesamehewa. Hadithi hii Mwenyezi Mungu kuwauliza malaika wanataka nini hawa, inaashiria kwamba swali hili ni kwamba hawa watu wamesamehewa. Lianna Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu, liannahu, kwa sababu Allah la yubahi bi ahli al-khataya, Mwenyezi Mungu hata siku moja hajipigi kifua kwa watu wenye dhambi. Mwenyezi Mungu hajifakhiri kwa watu wenye nini? Madhambi. Wala hawezi kuuliza wanataka nini hawa, wakati hao wanaulizwa au wanauliziwa ni watu wenye madhambi. Bali Mwenyezi Mungu kuuliza swali hili wanataka nini, bimaana wamesamehewa. Hiyo ndio maana hadithi. Liannahu, kwa sababu Mwenyezi Mungu la yubahi bi ahli al-khataya, hawezi kujisifia watu wa dhambi, illa ba'da taubati wal ghufran, isipokuwa ni baada ya tauba na msamaha. Kama Mwenyezi Mungu amewasamehe watu hao, ndio Mwenyezi Mungu anauliza malaika wanataka nini hapo. Fa'ala al-muslim, sasa ni jukumu la kila Muislamu, la kila Muislamu, an yahrisa ala al-amali as-salih, kufanya pupa ndani ya siku hii juu ya kutekeleza matendo mema, fi hadha al-yawm al-azim, ndani ya siku hii nzito, min dhikri wa du'a, amali salih, katika dhikri na dua mbalimbali, wa qira'atu, na kusoma Qur'ani, wa salatu, na kusali, wa sadaqatu, na kutoa sadaka kwa wingi, la'allahu, huenda kwamba yeye an yahdha min Allah ta'ala bil maghfira wal 'itq min an-nar, huenda na yeye akajishindia kwa Mwenyezi Mungu jambo gani? Sala zima la msamaha na kuachwa huru na moto. Faqad dhakara bi Rajab anna al-'itq min an-nar 'amun li jami'i al-muslimin. Ibn Rajab ametaja ya kwamba kuachwa huru na moto imeenea kwa Waislamu wote ndani ya siku hii, sio wale peke yao, hata wale walioko nje ya Arafa, walio nje ya Hija na Makka, hata wao kishika ibada, wakaleta adhkar, wakaomba dua mbalimbali, wakaleta istighfar, wakasoma Qur'ani, wakasali, wakatoa sadaka na wakafunga, huenda hata wao wakajishindia jambo gani? Msamaha na kuachwa huru na nini? Kuachwa huru na moto. Hili ni jambo la kuzingatia. Kwa hiyo ni jukumu la kila Muislamu kuwa na ihtimam na kuifahamu siku hii kwa uzito wake, na vile vile wa ala al-muslim an yahrisa ala siyam yawm Arafa, na katika wasia mzito ni jukumu la kila Muislamu kuifunga siku ya Arafa. Faqad khassahu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, amehusisha mtume alayhi salatu wasalam bimazidi inaya, ya kwamba waumini wazidishe kuichunga siku hiyo, haithu khassahu min baini ayyam al-ashr, kwa sababu hata mtume alitenga siku hii juu ya yale masiku 10, ya kwamba siku hii ni bora zaidi katika hayo masiku 10. Wabayana ma rutiba ala siyamihi min al-fadl adhim, na akabainisha ndani yake kwamba kule kuifunga kwake kuna fadhila kubwa. Faqad urida an Abi Qatada, imepokewa hadithi kutoka Abi Qatada Ansari radiyallahu anhu, anna Rasulullah suila an siyami yawm Arafa, ya kwamba mtume aliulizwa juu ya kuifunga siku ya Arafa. Faqala, mtume akasema, yukaffiru salatul madhiya, hii funga ya siku ya Arafa inafuta dhambi ya mwaka uliopita, wa sanatul qabila, na inafuta dhambi ya mwaka unaokuja. Mtume aliulizwa juu ya swala zima la kufunga siku ya Arafa, akawaambia masahaba zake na Waislamu ya kwamba kufunga siku hii fadhila yake na ubora wake ni kwamba inafuta dhambi za mwaka uliotangulia uliopita, na vile vile siku hii kuifunga inafuta dhambi za mwaka unaokuja. Sasa ikiwa kuna ubora kama huu, yajibu ala almuslimin, ni wajibu kwa Waislamu wawe na ihtimamu ya kwamba kufunga siku hii ni kufunga siku ya Arafa. Tunaposema kufunga siku ya Arafa,
Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi yake anasema siyami yawm Arafa, kuifunga siku ya Arafa, kuifunga siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah, natarajia kwa Mwenyezi Mungu na hesabu njema kwa Allah tabaraka wa taala, matarajio yangu kwa Allah kwa wale watakaofunga siku ya Arafa ya kwamba iwe ni sababu ya wao kusamehewa dhambi za mwaka uliopita na mwaka utakaokuja. Kwa ni jukumu la kila mmoja wetu, kila Muislamu azingatie ubora huu na wala asisikize propaganda za watu, bali afahamu na awe makini kuipata funga kama hii na awe ni mwenye kufunga. Wa hadha inma yustahabu li ghairi al-hajj, na hili la kufunga siku ya Arafa linapendezeshwa kwa wale ambao kwamba hawapo kwenye ibada ya hija, haja ndio. Wa amma al-hajj, ama wale walioko kwenye hija, fala yusannu lahu siyam, si katika sunna kwa kufunga hadha al-yawm, kufunga siku hii. Wa fitruhu afdal, na kuifungua kwake wakala wale walioko kwenye hija ni bora zaidi kwao. Taasiyan bi rasulillah, kwa sababu ya kumwiga Mtume alayhi salatu wasalam. Faqad taraka siyamahu, kwa sababu Mtume aliacha kufunga alipokuwa ndani ya nini, ya hija. Ama al-ansar wao wamependezeshwa ya kwamba waifunge siku hiyo, na kuifunga kwake kuna ajili kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, nafikiri tulikuwa tumechukua dhamana ya dakika 15 mpaka 20, na ama ile dua ambayo kama tumetangulia kusoma, ambayo dua hii ni dua ya siku ya Arafa, na ni dua nzito zaidi ya dua nyingine zote, kwa sababu Mtume alayhi sallam anasema khairu du'a yawm Arafa, dua iliyokuwa bora ni dua ya siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu, na dua bora niliyoisema mimi mtume wenu, ana wan nabiyuna min qabli, dua niliyokwenda kusoma mimi na manabii waliokuwepo kabla yangu. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dua hii ndio dua Mtume alishinda nayo, na manabii wengine waliokuwepo kabla yake walidumu na dua hiyo katika kisimamo cha siku ya Arafa. Anasema Ibn Abdul Barr, wa fihi min al-fiqh, na ndani yake katika siku ya Arafa kuna ufahamu anna dua yawm Arafa afdal, ya kwamba dua ya siku ya Arafa ni bora zaidi min ghairihi, zaidi ya nyingine. Wa fi dhalika dalilun ala fadli yawm Arafa, na pia ubora wa dua hii inatuonyesha ni dalili ya ubora wa siku ya Arafa ala ghairihi, ndio siku nyingine. Wa fi fadli yawm Arafa dalilu anna al-ayyam ba'dha fadlan ala ba'd, ni dalili ya kwamba masiku yanashindana kwa ubora juu ya mengine. Illa anna dhalika la yudriku illa bitawqif, والذي أدركنا من ذلك بالتوقيف الصحيح فضل يوم الجمعة ويوم عاشوراء ويوم عرفة، وجاء في اثنين ويوم الخميس. na ubora wa masiku yamekuja kwa zisimamo maalum kwa mfundisho wa Mtume, kama vile siku za Ashura na siku ya Ijumaa na siku ya Arafa, na iliyokuja kwenye mafundisho ya hadithi siku ya Jumatatu na Alhamisi. Walaysa shay'un min hadha yudriku bil qiyas, wala hakuna chengine chochote ambacho kama kitakuja zaidi ya siku hizi kwa makisio, kwamba watu wakae wakuni siku zao, kwamba watu wamekaa wakaona bwana hata Jumatano pia bora, kwa hiyo Jumatano watu wakae na wakihesabu kwamba ni bora kwa sababu ameona hivi. Lakini kila siku tutakaposema ni bora, iwe kuna mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam, kama alivyotuambia sayyidul ayyam yawmul jumaa, bwana wa masiku ni siku ya Ijumaa, kama ilivyokuja mafundisho ya ubora wa siku ya Arafa, kama ilivyokuja mafundisho ya ubora wa siku ya za Ashura, kama ilivyokuja kwenye mafundisho ubora wa masiku yale ya ayyamul bidh, kama ilivyokuja kwenye mafundisho ubora wa siku ya Jumatatu na Alhamisi,
mfano wake. Ama ikija sasa mtu na siku yake kwamba Jumapili pia msifanye chochote, Jumapili ni hatari, tuambie mtu anasema wapi. Kwa hiyo zile siku ambazo yamekuja mafundisho, hadithi zimetaja, tunachukua kama siku ni bora, na waumini washikilie a'malu salihah katika masiku hayo. Na wallahu ma'in wal musaddiqu yawm Arafa, siku ya Arafa itakuwa ni al-khamis ndani ya wiki hii, ikiwa leo tuko ndani ya siku ya Jumatano, si ndio? Jumatano shekhi, si ni magharibi imebadilika, siku ya Kiislamu imebadilika magharibi. Kwa hiyo tuko Jumatano, kesho jioni magharibi tuko Alhamis, Arafa ishaanza, si ndio? Lakini hatufungaji usiku, tunafunga masaa ya mchana. Kwa hiyo tuko Jumatano kwa hesabu za Kiislamu, tuko Jumanne kwa hesabu za kafiri. Sawa? Kwa inshallah tuizingatie siku hii na tuweze kuifunga siku hiyo, kwa sababu ni sunna ambayo kwamba imehimizwa, na ubora wake ni kwamba Muislamu anasamehewa makosa yake ambayo yalitangulia na mambo utakaokuja, na mambo ya kufanya ndani ya siku hii ni kusoma Qur'an, kuleta adhkar, kuomba dua, kuswali kwa wingi, kufunga siku hiyo na dua ile kwa bora, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wala mtu asiyesema bado sasa mimi nisoma 10,000 kwa siku, wewe utakuwa ni mwongo. Kuna wale wanakuambia ustadhi mimi dua mimi nisoma 10,000, kwani hata unyumaji Mtume ametufundisha, hata yeye Mtume alayhi salatu wasalam anatuhimiza tusome dua, lakini anakatuambia inni astaghfiru ala Allah wa atubu ilayhi fil yawmi 100 au 70 kwa siku, mara 100 au mara 70. Sasa istighfari yetu na dua hii isiwe ile kama mfano tarakilishi, bila kuzingatia. Yaani mtu anapofabofa kile kitasbihi chake hapa mkononi hivi, uko na chapa story, uko naendelea na kwa hesabu mfike 10,000, asiwe bali la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa zingatio, kwa khushu'i, na itoke ndani ya moyo, wala sio huku unasoma dua, huku unapiga gumzo, huku unaangalia vipindi vyako. Yani mtu anaangalia vipindi baada alafu anasoma dua, hii hapa. Kwa Allah tubariki, atupe afya, nasa tufikishe ndani ya siku hii tuweze kupata msamaha wake Allah tabaraka wa taala wa miaka miwili, mambo yatangulia na mambo utakaofika. Allah tufikishe siku hii na tujalie kufunga kwake na atupe msamaha wake na tuache huru na moto. Naam, hii ikhtilafu yazungumzia vipi wengine ambao Arafa yao ni Ijumaa? Wallahu musta'an, kwa sababu khilafu zipo. Hata nimekuwa katika shule moja hapa, nilikuwa nimefika kuangalia vijana wangu, ikawa kuna mabishano kidogo siku hii. Huyu anasema ni Khamis, anasema jambo ni Ijumaa, huyu anasema ni Khamis, anasema ni Ijumaa. Kwa hiyo ni jambo lipo, na wala yazaluna mukhtalifina illa man illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum, sindio? Mwenyezi Mungu asema, na hawatoacha wanadamu kuzozana, kukhtalifiana kwenye majambo, isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewarehemu, wao hawana migongano. Waliorehemiwa na nani? Na Allah tabaraka wa taala. Hawana mizozano kwenye masuala ya kisheria. Inapokuja jambo la dini, wao hawana mvutano, wanashika palipo sawa na wanasonga na dini yao. Wala yazaluna mukhtalifina, hawatoacha watu kukhitalifiana, kubishana, kuzozana kwenye majambo, illa isipokuwa man rahima rabbuka, isipokuwa wale ambao Muhammadi wamerehemewa na Mola wako. Walidhalika khalaqahum, na hivyo ndio Mwenyezi Mungu amewaumba watu kuzozana kwenye majambo ya sheria. Wako hivyo. Kwa hiyo waliorehemewa na Allah hawana nini? Mizozo. Mtume anasema siyamu, funga, yaumi, ya siku Arafa, kufunga ya siku ya Arafa. Funga siku nini? Arafa. Naam. Arafa kule inakuwa ni labda ukiangalia funga zetu inatuambia nini? Ni Alhamis kwa hesabu za wale wa Arafa. Hesabu kufunga ile siku ya nini? Ya Arafa.
ndio Mtume anasema ahtasibu Allah, natarajia na mahesabu na imani kwa Mwenyezi Mungu asamehewe mtu dhambi za mwaka uliopita na mwaka nao kuja. Kwa sisi ambao tuko hapa na wanaotusikia wafunge siku ya nini? Ya Arafa. Wafunge siku ya Arafa. Wale ambao kwamba wako tofauti ya masaa ama siku, na hakuna nchi ambayo kwamba iko tofauti na siku nzima, bali waga ni masaa. Waga ni masaa. Kwa hiyo hata kama itakuwa ni masaa na wafunge siku ya nini? Ya Arafa. Allahu musta'an. Ama ikhtilafu hizi zipo mpaka hapa kisimamo. Cha msingi sisi tuangalie palipo sawa na tukurubie kufuata sawa. Allah mwenyewe anajua zaidi. Allahu a'lam. Sasa wanasema kuwa kuna wakati wa nyuma walikuwa huna hii mitandao. Sasa hata wewe usijua kule wanasimama siku gani. Sasa muhimu ni kuangalia ile siku ya 9 ndio ya Dhulhijja. Na ikiwa ni siku ya 9 katika hesabu na kuonekana kwa mwezi siku ya 9 bado itakuwa pale pale Alhamisi. Bado siku itakuwa ni ile. Allah musta'an. Kwa wale wanaofuatilia mwezi vizuri basi wafuatilie, lakini kimeme kiupande wangu mimi peke yangu Arafat afunga Alhamisi kimeme, kila mmoja na fikra yake na ufahamu wake. Atakayefunga Alhamisi sawa sawa, atakayesema mimi yangu bado yeye sawa sawa. Cha msingi Mwenyezi Mungu atusamehe sote na atupe msamaha wake, atuache kwa moto. Amen. Na tukipata ni kwa ajili ya Allah kutupatisha, na tukikosa Mwenyezi Mungu atusamehe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.